nimeenda kununua mboga pale juu sokoni Kwale, hii yetu tu jamani. Nikapita kwenye bucha moja, nikasikia wanaongea story nzuri. Hata sikuwa nimepanga kununua nyama jana, lakini ilibidi nirudi kwa umbea huo. Ilikuwa naenda kununua mabenda, lakini kwa vile story ilikuwa imenoga hapo na nilikuwa nataka kujua kinaendelea nini, nikarudi kidogo. Nikajifanya hata sina haraka ili niendelee kusikiza umbea. Wako hapo tu anaongea tu. Mzee, unajua jamani mwanamke hana mume mmoja. Nikarudi nyuma kidogo. Niko hapo, yani hata siongei, sisemi nataka nini wala nataka nini. Niko hapo nasikiza tu story, nataka kujua mwanamke hana mtu mmoja kivipi? Nikamwambia mwanamume ana waume watatu. Yani kihalisi ya mwanamke ako na waume watatu. Niko zile za tuendelee na hiyo story. Sinunui, nasikiza story. Watatu, dogo. Wanawake wako na waume watatu. Wa kwanza ni ule mume wake mwenye amemuoa sasa. Wa kwanza mume wake, good. Wa pili ni ule boyfriend wake wa zamani ambaye alimuacha kwao akaolewa kwingine. Lakini si ni wa zamani yule. Watatu. Alafu watatu huku ambako ameolewa huku ambako ameolewa kuna kajamaa hapo pembeni. Twende na story. Asema yule wa kule nyumbani, kila unapomruhusu mke wako aende kwao kusalimia, lazima atakutana na ule boyfriend wake wa zamani na watakumbushana zama zao. Wanawake hoye wanawake. Anasema ndio maana mimi mke wangu huwa haendi kwao mara kwa mara. Maana najua akienda kwao mara kwa mara nagongewa tu mimi. Cause like Santa. Mwanamke lazima kona ule mme wake ama kiboyfriend chake cha zamani. Kila kirudi kwao lazima wakumbushane zama zao. Mme wa pili huyo. Watatu huku nako alikoolewa kuna yule mme wake, alafu kuna jamaa hapo kando. Mme wake akimkosea huyu mwanamke anaenda kuliwazwa kule. Achana naye yule twamjua, dogo letu la mtaani huyu twamjua, naye anapata kitu. Wewe wanawake wanaume wangapi? Watatu. Yule kiboyfriend chake cha zamani cha kule kwao, mume wake, alafu na huyu jamaa mwenye atampata huku kwa mume wake, mwenye atakuwa anamliwaza kidogo, mambo akienda fyongo huku kwa mume wake. Hapo vipi?